ligi ya mabingwa barani Afrika. Leo hii tunaangalia mchezo kati ya JS Kabylie, mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu ya nchini Algeria, League 1, dhidi ya mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, Dar es Salaam Young Africans. Mchezo ambao unachezwa kesho siku ya Ijumaa majira ya saa 1 jioni huko Algiers nchini Algeria. Ni mchezo ambao ni wa pili kwa kundi B, kundi la ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, kundi ambalo lina mabingwa wa kihistoria na wa muda wote kwa sasa hivi barani Afrika, Al Ahly, lakini pia kuna mabingwa wa zamani wa kombe hili la mabingwa barani Afrika, FAR Rabat, ambao wamechukua ubingwa huu mara moja mwaka 85, lakini pia wapo JS Kabylie kundi hilo B, mabingwa pia wa zamani wa ligi ya mabingwa barani Afrika, sambamba na Dar es Salaam Young Africans, ambao wao pia wanazisaka rekodi za kuchukua ubingwa wa kwanza mwaka huu wa 2025 2026. Sasa tuangalie specific mchezo wa Young Africans na JS Kabylie, mchezo ambao utakuwa ni wa pili kwenye kundi B, ambapo mchezo wa kwanza tunafahamu kwamba JS Kabylie walicheza dhidi ya Al Ahly ugenini nchini Misri na kupoteza kwa magoli 4-1, lakini Young Africans mchezo wa kwanza walicheza dhidi ya FAR Rabat katika uwanja wa New Amani Complex na kupata matokeo ya ushindi wa goli 1-0. Sasa hii ni match day 2 ya CAF Champions League kutokea kundi B, na ni mchezo ambao unahusisha timu moja ambayo mchezo wa kwanza imeshinda Young Africans, lakini timu nyingine ni JS Kabylie ambao mchezo wa kwanza walipoteza ugenini kwa magoli 4-1 dhidi ya Al Ahly. Wanarejea nyumbani katika mchezo wa pili dhidi ya Young Africans, na tunafahamu kwamba ukitazama kikosi cha JS Kabylie msimu huu ni kikosi ambacho kimekuwa kina wachezaji nyota wengi kwenye timu yao. Lakini ukitazama ubora wao pia kwenye ligi League 1 nchini Algeria umekuwa sio mkubwa sana na wala sio mdogo sana wa kubeza, na imekuwa ni timu ambayo imekuwa ikiperform vizuri mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu nchini Algeria, kwa sababu kwa sasa hivi wamecheza mechi 9 kwenye League 1 nchini Algeria, na kwenye mechi hizo 9 wamefanikiwa kushinda michezo 4, wamefungwa michezo 2 na kupata sare kwenye michezo 3, na michezo yote ambayo wamepoteza JS Kabylie katika League 1 ligi kuu nchini Algeria, michezo yote wamepoteza wakicheza ugenini. Hata mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao wamepoteza wa kwanza, wamepoteza wakiwa ugenini dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo ni timu ambayo inaonekana ina nguvu sana ikiwa inacheza nyumbani, tofauti na inavyocheza mechi zake ikiwa ugenini. Nyota wa kutazama kwenye timu yao ni wachezaji wawili. Wa kwanza ni top scorer wao kwenye kikosi chao cha JS Kabylie ni Ayman Mahyous. Huyu ni kiungo ambaye anavaa jezi nambari 10. Mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu nchini Algeria League 1, huyu ndio top scorer wa timu ya JS Kabylie, amefunga magoli 4. Na ni kiungo mshambuliaji, anacheza kama namba 10, muda mwingine pia huwa anatumika kama false number 9 kwenye eneo la ushambuliaji JS Kabylie. Nyota mwingine hatari kwenye kikosi chao ni Riyad Boudebouz. Huyu ni kiungo pia wa katikati, mara nyingine pia huwa anatokea pia upande wa kulia, anatumia mguu wa kushoto. Ni nyota ambaye kwenye kikosi cha JS Kabylie amefunga magoli 2 mpaka sasa hivi, na anaunda ile midfield ya watu 4 ya JS Kabylie, ambayo ukimtoa huyo Ayman Mahyous pamoja na huyu mchezaji ambaye nimekutajia Riyad Boudebouz, kwenye midfield yao kuna viungo pia wengine kutokea Afrika Magharibi kama Babacar Sall, Msenegali huyu ambaye anacheza kama holding midfielder ama defensive midfielder kwenye timu hiyo. Yupo pia Arthur Bada, kiungo huyu wa katikati ambaye anatokea nchini Ivory Coast, ambaye amesajiliwa msimu huu kwenye kikosi hicho akitokea Singida Black Stars. Eneo kidogo lenye udhaifu kwa JS Kabylie ni eneo lao la ulinzi, katikati sana kwenye central midfield, lakini pia eneo lao la ulinzi kuna changamoto, kwa sababu kwenye mechi 9 ambazo wamecheza kwenye ligi kuu nchini Algeria, kwenye mechi 11 ambazo wamecheza kwenye ligi kuu ya Algeria wamefunga magoli 9, lakini pia wameruhusu
magoli 8. Kwenye mechi 9 kwenye mechi 9 wamefunga magoli 11, lakini wameruhusu magoli 8. Kwa hiyo ni wastani wa kwenye mechi 9 wastani wa kuruhusu karibu goli moja kwa kila mchezo, na kama safu ya ulinzi ina udhaifu huo, hilo pia linaonekana pia katika mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao walicheza dhidi ya Al Ahly ambapo wakafungwa magoli 4-1, na ikawa ni timu ambayo imefungwa magoli mengi kwenye raundi ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Timu ya kwanza kufungwa magoli mengi kwenye msimu huu mpya wa CAF Champions League walikuwa hawa ni hawa JS Kabylie ambao wamefungwa magoli 4. Lakini kiangalia safu ya ulinzi inaongozwa na Zinedine Belaid, ni mmoja kati ya mabeki wazuri kwenye kikosi cha JS Kabylie, lakini pia safu ya ulinzi huku nyuma ambayo inaonekana ipo shaki kidogo inaundwa pia na beki Mwalgeria mzawa huyu Reda Bencha, ambaye yeye mara nyingi ana partner na huyu Zinedine Belaid. Lakini mbele yao ndio unawakuta hawa viungo wawili wa katikati, Babakar Sall na Arthur Bada. Hawa pia nao na udhaifu wao. Kwa wale ambao walibahatika kutazama mchezo dhidi ya JS Kabylie na Al Ahly, ambao JS Kabylie alifunga magoli 4, walisumbuliwa sana na viungo wa ushambuliaji wa Al Ahly, Marwan Atia pamoja na Aliou Dieng walikuwa wanafanya movement sana, bila kumsahau Trezeguet walikuwa wanafanya movement sana, wana stretch sana, kwa sababu kiasi fulani mtu kama Babakar Sall ana uzito, kwa hiyo alikuwa anachelewa sana kuendana na pace ya viungo ushambuliaji wa Al Ahly. Marwan Atia pamoja na Trezeguet walikuwa na stretch sana pale katikati, na wakatengeneza nafasi nyingi sana za kupeleka mipira pembeni kwa kina Zizou, kina Benshaki na mabeki wa mafullbeki wa kulia na kushoto, mahali ambapo walikuwa wanapiga sana cross ambazo zilikuwa zinawapelekea madhara kwenye lango lao na wakapelekea kuconcede magoli 4. Kwa hiyo Young Africans wakiutumia udhaifu huo wa uzito, kuchelewa kufanya counter pressing, kupokonya mipira kwa haraka na kurudi kwenye shape wa viungo wakati wa JS Kabylie, basi na hakika wanaweza wakapata chochote kitu kwenye mchezo huo, kwa sababu ya viungo Young Africans katikati unategemea kutoka kuna mabadiliko sana. Maxi atacheza, Duke Abuya atakuwepo, lakini pia Mudathir Yahya anaweza kaendelea kuaminiwa katikati. Kwa hiyo ni viungo ambao wako mobile, athletic, wana unyumbulifu mkubwa sana, lakini pia wana ground coverage kubwa sana. Kwa hiyo naamini wanaweza wakapishana sana na viungo wa JS Kabylie, kina Arthur Bada, kina Babakar Sall, kina Riyad Boudebouz pamoja na huyu Ayman Hughes hapo katikati. Kwa hiyo nategemea bato kubwa itakuwa ni katikati, lakini Young Africans wanaweza wakabato, kwa sababu hawa jamaa JS Kabylie kwa namna ambavyo walicheza dhidi ya Al Ahly walikuwa wanapitika sana kirahisi kutoka katikati, ikapelekea zaidi mpaka mabeki wao wa nyuma hawa kina Zinedine Belaid pamoja na Reda Bencha kuwa wanafikiwa kirahisi na kutengenezewa mashambulizi mengi kwenye lango lao, kiasi cha kupelekea kupoteza mchezo huo wa Al Ahly kwa magoli 4-1. Kwa hiyo ni mchezo mzuri ambao naamini siku ya kesho Young Africans na JS Kabylie wakiwa ugenini, tunaweza tukashuhudia mchezo mzuri wa kuvutia, mchezo wa wazi ambao unaikutanisha timu ambayo inasaka mafanikio barani Afrika, Dar es Salaam Young Africans, lakini pia na timu miongoni mwa timu kongwe na zoefu katika mpira wa Afrika, JS Kabylie. Endelea kuwa nasi Mtani TV, endelea kusubscribe, endelea kulike na kushare na kucomment taarifa zetu na kutoa maoni yako, ili uwe wa kwanza kupata habari kem na moto za haraka za